Naam, mtazamaji hujambo na karibu sana katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ikiwa ni Jumapili nyingine ya pekee kabisa ya tarehe 1 mwezi wa 6. Toka tumeanza mwezi wa 5 na tumefikia mwisho na kuingia mwezi mpya. Ninaamini Bwana ameendelea kutenda maajabu katika maisha yako licha ya ugumu hapa na pale katika maisha yako, lakini endelea kumtumaini na kumtanguliza ili awe kioo katika maisha yako na kukuangazia njia sahihi ambayo itakupasa wewe uweze kufika. Nikualike katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ambacho ni kipindi kinachogusia masuala mazima, mafundisho ya neno la Mungu kwa kina zaidi, na kujua wasifu wa watumishi mbalimbali wa nyimbo za Injili, ambapo leo tuko na mada nzuri kabisa ambayo kila mmoja imekuwa ikimtatiza na kuibua maswali mengi zaidi kupitia hata pia mitandao ya kijamii na makanisani. Utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja, lakini pia siko peke yangu. Mwandaji kipindi hiki ni mtumishi wako Emmanuel Makuliga, na mpiga picha kwa sahihi kabisa si mwingine ni Elisha Ndalo, lakini pia mrusha matangazo kwa kufikia popote ulipo ni Vaneti Salivatoli. Unaweza kumfuatilia, ambaye pia anakurushia matangazo haya na kukufikia popote uliko duniani. Na sasa bila kupoteza wakati, tuingie katika mada ambayo tumeandaa siku ya leo, inayosema maana ya kunena kwa lugha. Maana ya kunena kwa lugha. Uwendo na maswali mengi unajiuliza maana kunena kwa lugha ni nini, na umekuwa ukiona watu wakinena kwa lugha lakini unashindwa kuelewa. Nipo na mtumishi wako na mgeni ambaye tuliye naye hapa siku ya leo, si mwingine ni mchungaji Patrick Kipara. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana mchungaji. Nashukuru sana na Mungu akubariki. Imekuwa ni siku nyingine ambayo tumekutana tena. Bwana, tunakutana na namshukuru Mungu na tunamtukuza Mungu kwa ajili ya jambo hilo tena. Kutoka katika kanisa lile la Injili ya Asili. Tumekuwa na mwendelezo wa kujifunza maswali mengi zaidi kuhusiana na mada ambazo tunakuwa tunaziandaa hapa. Lakini kabla yote tukaribishe kwa njia ya maombi ili tuweze kuendelea vizuri. Karibu sana. Asante. Basi hebu tuinamishe vivi tuombe. Mungu wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, utuambie tufanyayo kwa neno au kwa tendo tuyafanye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mpenzi, katika maongezi haya na katika darasa hili tunaomba ukatuongoze Bwana. Muongoze anayetusikiliza na kutizama asubuhi ya leo, lakini pia tuongoze sisi tunaenda kulisoma neno lako na kujaribu kulielezea, kwa kuwa hakuna anaweza kukuelezea wewe ila wewe uje mwenyewe ujielezee kupitia sisi. Amen. Tunajikabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Tuelekee moja kwa moja kwenye mada ambayo tumeandaa siku ya leo, maana ya kunena kwa lugha. Maana kunena kwa lugha. Kwa lugha. Tumekuwa na mada mbalimbali ambazo tunaziandaa. Moja kwa moja tuelekee sasa kwa mtazamaji ambaye anatufahamu. Huenda amekuwa akipita makanisani na kusikia watu wakiomba kwa lugha na kadhalika. Kwa namna yoyote. Kuna maana gani hapo kunena kwa lugha? Sasa kunena kwa lugha, kwanza kabla tujatafuta maana yake, ukitofautisha na lugha ya kibinadamu, ndio tuanze kuangalia kwamba hivi kunena kwa lugha upo kwenye maandiko, ni swala la kimaandiko au si swala la kimaandiko. Sasa hebu tuangalie kwenye Marko sura ya 16 na mstari wa 17. Huo tu nadhani utatupa kitu fulani cha yani njia mahali pa kuanzia. Karibu sana. Kasoma kwa jina Bwana Yesu. Anasema, na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo ni Bwana Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, na akasema ishara zitakazowatambulisha utambulisho wa wanafunzi wake. Moja wapo kati hizo ishara ni kunena kwa lugha. Ndio tanena kwa lugha mpya. Sasa kunena kwa lugha kuna maana gani? Na ni nini? Kunena kwa lugha ni karama, na karama tunajua ni zawadi ambayo mtu anapewa. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni zawadi ambayo Mungu amelipa kanisa lake. Amewapa kanisa lake. Kwa nini amewapa kunena kwa lugha? Kunena kwa lugha kuna maanisha kuleta unabii ambao haupo kwenye maandiko, lakini usiovunja maandiko. Lakini pia kunena kwa lugha unatambulisha kutimia kwa unabii. Sijui umenipata mpaka hapo. Yaani kunena kwa lugha kuna kazi kuu mbili. Ya kwanza ni kuleta unabii ambao haupo kwenye maandiko, lakini ukiwa hauvunji maandiko. Kwa mfano, unataka kusafiri labda kwenda labda tuchukulie Tanga na wenzio. Sasa ukiwa kanisani, Mungu anatoa onyo juu ya safari yenu. Safari yenu ya Tanga haijaandikwa kwenye Biblia.
Simepata mpaka hapo. Sasa Mungu anachokifanya, anamuinua mtu mwenye kalama ambaye amempa kalama ya kunena kwa lugha. Anasema kwamba nyinyi mnaosafiri kwenda Tanga, msiende Tanga. Kwa sababu safari yenu haitakuwa na mafanikio. Ndio. Sasa mkiwa kanisani atanena kwa lugha yoyote. Au Kichina au Kifaransa au vyote, lakini lugha ambayo ni mpya kwenu. Ndio. Alafu lazima itoke tafasiri ya hiyo lugha ambayo imenenwa. Kwamba huyu alichonena kilikuwa kinamaanisha hiki nini. Ndio. Sio nipata mpaka hapo. Kwa hiyo huo ni unabii unatolewa ambao haupo kwenye maandiko. Lakini pia linaweza likafanyika jambo kanisani au kwenye taifa au vyovyote iwavyo ambalo lilikuwa ni unabii uliopo kwenye maandiko, lakini nyinyi hamtambui kwamba unabii huo unatimia. Ndio. Kwa hiyo Mungu anamuinua mtu au watu wananena kwa lugha alafu wanatoa tafasiri kuonyesha kwamba unabii huu umetimia. Sasa hilo unalipata wapi? Kwenye maandiko, kwenye Matendo 2. Ndio. Matendo 2 tukiona nena kwa lugha. Ndio. Lakini walinena kwa lugha wakiwa wanatimiza unabii. Ndio. Mwisho wa kunena kwa lugha unaona Petro anasimama anasema jambo hili. Ukia pale Petro aliposema. Matendo 2:14. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, ijueni jambo hili, kasikize maneno yangu. Sivyo mnavyodhania. Watu hawa hawakulewa. Hawa sio walevi, sio walokokaji tu, wapiga mayowe tu. Kwa maana ni saa 3 ya mchana. Sasa hivi ni asubuhi. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii. Kinachofanyika sasa hivi ni kutimiza unabii ule ulionenwa na Joeli. Itakuwa siku za mwisho. Ndio anasema itakuwa siku za mwisho. Asema Bwana Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Sasa hiyo ndio kazi ya kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu kimeletwa kutoa unabii ambao haujaandikwa, lakini ukiwa hauvunji maandiko. Lakini pia ni kutoa unabii au kudhibitisha unabii ambao ulikuwa kwenye maandiko ukiwa unatimia. Nadhani kwenye hiyo eneo A utakuwa kuna kitu kimepatikana pale. Kuna mikutano mingi ya hadhara imekuwa ikionyeshwa katika viwanja mbalimbali. Na ni vipi sasa kunena kwa lugha vinaweza kutafsiriwa na kwa mtu ambaye anakuwa anatazama na kushiriki katika mikutano ile ya hadhara? Kwa sababu wanaonena kwa lugha wengi walioko pale unakuta ni wale ambao wadile zehebu ndio wanafahamu kwa kina. Kwa yule mtu ambaye afahamu amehudhuria katika ule mkutano wa hadhara, hili swala linakuaje na wanawezaje kulitafasiri sasa, hata pia mtazamaji akiwa analifuatilia na aweze kuelewa? Kwanza ndako kwenye kujibu swali lako uko mbele, kuna uwezekano watu wakasema ninapinga kunena kwa lugha. Lakini nataka niweke wazi masilahi yangu kwamba sipingi kunena kwa lugha. Ninaamini katika kunena kwa lugha. Katika Agano Jipya mtu wa kwanza kabisa kunena kwa lugha hadharani alikuwa ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Yaani Bwana wetu Yesu Kristo ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kunena kwa lugha. Alinena wapi kwa lugha? Mathayo 27:45 mpaka 46. Tasoma. Mathayo 27:45 mpaka 46. Nasema hivi. Basi tangu saa 9 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakitani. Yani hiyo Eloi Eloi lama sabakitani. Yesu alinena kwa lugha. Hakikuwa Kiebrania, hakikuwa Kiaramu, hakikuwa Kigiriki, ila alinena kwa lugha ya kimbinguni. Lakini baada ya kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu ilimgharimu kuleta tafasiri ya lile neno, ya lile lililonenwa pale, isije ikaonekana Yesu alikuwa ni mpiga mayowe. Ambapo ndipo tunataka sasa tujue hata wenzetu pia wanapokuwa wananena kwa lugha ni kwa namna gani tunaweza tukafahamu wanazungumza nini, wanamaanisha nini. Ndio Sasa hebu
Okay. Anasema ndio tuendelee. Yaani naomba nirudie. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, ndio, Eloi Eloi, ndio, lama sabaktani. Yaani Mungu wangu, Mungu wangu, ndio, mbona umeniacha? Tafsiri imetoka. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Sasa uliponiuliza kuhusu kwenye mikutano ya hadhara, si tu kwenye mikutano ya hadhara, mpaka kwenye nyumba za ibada, kwenye makanisa mbalimbali, kuna kunena kwa lugha kwingi sana, sana. Lakini kuna maswali mengi sana vile vile. Ndio. Yaani ndio maana pia nadhani mmeamua kuweka hii mada hapa, kwa sababu kunena kwa lugha ni changamoto. Kuna kunena kwa lugha ambako mimi naomba niungame kwamba ni kunena kwa lugha ambako hakuheshimu maandiko na hata hakuheshimu neno lenyewe kunena kwa lugha. Sasa nikisema tu ni upuuzi, huenda wakasema natukana, lakini ni jambo ambalo sio la kimaandiko. Huo ndio ukweli, sio la kimaandiko. Kwa sababu kunena kwa lugha kumeelezwa na maandiko na kumewekewa mipaka, kwamba ukinena kwa lugha lazima awepo mtu wa kutafasiri yale maneno. Tunaona Yesu amenena kwa lugha ili mlazimu Roho Mtakatifu kuwashukia mitume wa tafasiri. Ile neno lililozungumzwa Yesu lisibakie tu ni kelele. Simenielewa? Na ndipo mtume Paulo, ambaye yeye mwenyewe mtume Paulo anaungama kwamba kama ni habari ya kunena kwa lugha, yeye alikuwa ni bingwa wa kunena kwa lugha, kwa sababu anasema mimi nanena kwa lugha kuliko nyinyi wote. Huyo ni Paulo. Umenipata? Lakini anasema lazima iwepo tafasiri. Lazima iwepo tafasiri. Na kutafasiri kwenyewe na kunena kwa lugha kwenyewe kumewekewa mipaka. Nilisema hawapaswi kuzidi wawili, yani hawapaswi kuzidi watatu. Yani namba ya kubwa ni wawili, ya mwisho ni watatu. Kunena kwa lugha huko. Kunena kwa lugha. Kuna idadi kumbe. Ndio, maandiko yameweka idadi. Sio mkutano wote mwanze kushandalize kunena kanisa zima kuanzia bawabu mpaka mchungaji wote mnanena kwa lugha. Hivyo vitu sio vya kimaandiko. Unamaanisha kwamba wanakosea wale wengine wanaonena kwa lugha wakiwa ni jopo la watu wengi kwenye mkutano? Ikiwa hawaneni sawa sawa na maandiko kwa mujibu wa Biblia ilisema, hakika kwao hakuna nuru. Hakuna nuru. Kama waendi sawa sawa na maandiko, manake ni makosa kwa ujumla, ni giza. Sasa haya ninayosema isije kaonekana ni maneno yangu. Ndio. Uende wanasema hivi jamani, ndio maana natangulia kusema sipingi kunena kwa lugha. Wanaweza kusema jamaa pinga, wewe una vitisho vingi sana kujaribu kuelekeza watu kwenye ukweli, nakwambia unampinga Roho Mtakatifu, unakufuru wewe, utapata na mabaya. Sasa hivyo ni vitisho. Ni vitisho. Ndio. Maandiko kama ni kukufuru, basi tuseme maandiko ndiyo yameanza kukufuru. Yameanza kukufuru wapi? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 17. Anasema hivi. Ndio. Kama mtu akinena kwa lugha, kama mtu ananena kwa lugha, wanene wawili au watatu. Wanene wawili au watatu. Si zaidi. Haya ni maandiko. Ndio alivyoandika. Ndivyo yalivyo. Si zaidi. Sasa naomba nitoke nichepuke nje ya mada kidogo. Ndio. Kwa ufupi sana kulingana na muda wetu tulionao. Sasa nimalizie. Anasema kama mtu akinena kwa lugha, waneno wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu. Na wenyewe wasinene kwa mpigo. Yani zamu hapa ndugu yangu Masanja unene, mimi ni nene, kule maproducer na wenyewe wanene, cameraman naye anene, wote kwa pamoja. Yaani natakiwa unene wewe ukimaliza na mimi ni nene. Nikimaliza anene na mwingine watatu mwisho. Amen. Alafu tutoe tafasiri. Zamu kwa zamu na mmoja afasiri. Na mmoja atoe tafasiri. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa. Yaani kama hakuna mtu wa kutafasiri, biashara ya kunena kwa lugha ife. Hayo ndio maandiko. Amen. Aseme na nafsi yake. Hivi kwenda kanisani na msinene kwa lugha sio dhambi. Sawa. Sio dhambi. Sio dhambi. Sio nipata mpaka hapo. Hiyo itakuwa ni dhambi kama wewe utaamua kunena kwa lugha wakati hakuna tafasiri. Sio nipata mpaka hapo. Sasa nilisema naomba nichepuke kidogo. Alafu nitarudi. Sawa. Changamoto tulionayo ni hii hapa.
tukiongelea neno kanisa, watu akili za haraka sana zinakimbilia kwenye kikundi fulani, kundi cha watu waliojumuika, jumuiya yao, zebu lao hivyo, wanaamini hilo ndio kanisa. Sina ugomvi na hilo, inawezekana ikawa ni sawa. Ndio. Lakini hebu twende mbali zaidi. Tukisoma maandiko, kanisa lina maana zaidi ya 4, lakini mimi naomba ning'ang'anie kwenye 2. Hebu tuambie hizo aina. Maana ya kwanza ya kanisa ni watu ambao wanaamini Kristo ni Bwana kwao. Ndio maana Wakristo wengi wakisikia wanawaambia mimi nimeamini na nimempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Sawa sawa. Kwa hiyo unaposema Kristo ni Bwana kwako, unamaanisha hiki, kwamba wewe ni mali yake na yeye ni mtawala wako. Na wewe ni mtiifu kwake. Ndio. Unaheshimu kila anachokisema. Hiyo ndio maana ya kwamba Kristo kwangu ni Bwana, kwamba Kristo ndio kichwa kwetu, ndio kichwa chetu. Yeye akisema kauli yake ni ya mwisho. Sijui umenielewa? Na tunaipata wapi kauli yake? Kwenye neno lake. Neno lake ni nini? Biblia. Kwa hiyo Biblia kwa Mkristo aliyeokoka na ambaye anatambua Bwana Yesu Kristo ni Bwana kwake, yeye atafanya vile tu neno limesema afanye, na atafanya zaidi ya hapo. Amen. Kwa sababu Bwana akasema. Yaani ukimwambia chochote atakachofanya utamwambia Bwana akasema. Atavaa kama vile Bwana alivyosema, ataongea kama vile Bwana alivyosema, atahubiri kama vile Bwana alivyosema, ataabudu kama vile Bwana alivyosema. Nje ya hapo, huyo sio sehemu ya kanisa. Kanisa kabisa. Sio sehemu ya kanisa kabisa. Hiyo ni tafasiri ya kwanza. Tafasiri ya pili, kanisa ni wale ambao wanaamini Mungu kwao ni Baba. Hiyo ndio tafasiri ya pili ya kanisa. Wale ambao wanaamini Mungu kwao ni Baba. Kwa hiyo wao kwa Mungu wao ni binti na wana. Kama Baba ni Mungu, na ndio maana maandiko akasema mtakaposali salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Sawa? Kama Mungu kwetu ni Baba, kauli yake ndio ya mwisho. Yeye ndio muongozaji na muamuzi wa mambo yote. Na tunapata uongozaji wake na uamuzi wake kutokea kwenye neno lake. Sawa sawa. Sasa ndio tunarudi sasa, kama sisi nimesema tutatumia 2 tu. Sawa sawa. Kama Kristo kwetu ni Baba, Kristo kwetu ni Bwana, tunapaswa tuzingatie kwamba anachosema ndicho anachomaanisha na ndicho anachotudai tufanye. Ndio. Sio umenipata mpaka hapo? Hapo nimeshakupata kabisa. Sasa kwa kuanzia, Baba yetu wa mbinguni, Bwana wetu alituonyesha namna ya kunena kwa lugha. Ndio. Sio umenielewa? Alituonyesha namna ya kunena kwa lugha. Alinena kwa lugha na ikatoka tafasiri. Hiyo ni sasa. Ndio. Sasa na sisi tukinena, tunene kama Bwana wetu, namna jinsi alivyotoa tafasiri. Unataka bado kuna swali hapo na nahitaji ulifafanue vizuri. Ndiyo. Kwa hao ambao kwa makanisa mengine ambao yananena kwa lugha, ulivyosema kunena kwa lugha ni mtu mmoja baadaye anafuata mwingine. Ndiyo. Lakini kuna wengine tumeshawaona kwenye mkutano ya hadhara, nikibaki hapo kwenye hilo swali, wamekuwa kinena kwa lugha ni zaidi ya watu 6 ama 7 kuendelea. Na bado kuna wale ambao wanaotazama pale wanaondoka pasipo kufahamu zile tafasiri zake. Na ulisema hizo ni kelele, ili unalichukuliaje kwako pia? Sasa unajua nikisema hizi ni kelele, inabidi pia nizithibitishe kwa maandiko. Sio, unaelewa? Yaani tukiongelea mambo ya mimi nimeshajifunga. Kwangu Mungu ni Mungu ni Baba. Kwangu Mungu ni Bwana. Mungu ni Bwana. Yaani kwa hiyo chochote nataka kusema, natakiwa mnidai kwenye maandiko. Sawa. Kwamba hivi maandiko yanasema hiyo ni nini? Ni nini? Mtume Paulo anasema kama mkiwa mmekusanyika mnaomba au mnaabudu. Ndio. Halafu akaja mtu ambaye hajui chochote kuhusu imani yenu, akakuta wote wote mnanena kwa lugha, atasema hawa jamani wenda wazimu. Nadhani kwa Korinto wa kwanza kwenye 14. Korinto wa kwanza 14. Ngoja nitafute hapa. Anasema hawa watu ni wenda wazimu. Wenda
wazimu. Kwa hiyo mwenda wazimu ni mpiga mayowe. Umeipata? Mtu anaongea vitu ambavyo havieleweki, yani havina msingi wowote, yani makelele. Okay. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 23. Ndio. Nasema haya. Ndio. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja. Na watu wote wanene kwa lugha. Na watu wote kuanzia mchungaji mpaka bawabu, mpaka watoto nini, vurugu zote wanene kwa lugha. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Hapa akaingia mtu mmoja asiyejua imani yenu. Mjinga anataka kuja kujifunza kutoka. Mjinga ni mtu anataka kujifunza. Amen. Akaingia mtu mjinga anataka kujifunza kutoka kwenu. Au wasioamini. Au mtu fulani asiyeamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Wakakuta wote mnanena kwa lugha. Tafasiri hakuna. Sasa jamani, wenda wazimu. Mwenda wazimu ni kichaa. Ndio maneno mwenda wazimu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo nasema hao jamaa wana ni wenda wazimu. Sasa hiyo sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia. Tena bahati nzuri sijasoma mimi, anasoma kule mpendwa. Sawa. Ndio anayepitia huko. Endelea. Lakini wote wakiutubu. Ndio. Kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, atabainishwa na wote. Ndio. Ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi. Na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Hiyo ndio sababu ya kunena kwa lugha. Yaani Mungu ifikie watu wafikie mahali kusema kwa kweli hawa watu kama wameweza kusema mambo yangu ambayo sijawahi kuwaambia. Yaani imenenwa kwa lugha. Alafu tafasiri inaongea habari za mtu aliyekuja mle mgeni. Sema wewe bwana huko nyuma uliwahi kuiba na vitu, rudisha vitu vya watu. Ndio. Huyu ni Mungu. Sasa hivi zile hizo zinaweza kumfanya mtu aseme huyu ni Mungu. Hizo za sasa hivi, hizo za kisasa. Na zingine pia nimeona na shuhuda nyingi zimekuwa zikitolewa kwa design hiyo. Ndio. Kwamba wamenena kwa lugha na nini ni sawa. Sijui unaelewa, wanaweza kanena kwa lugha, lakini turudi kwenye ule msingi niliweka pale. Kanisa ni watu ambao wanaheshimu yale Mungu amewaambia, wanatii watiifu kwenye yale ambayo Mungu amewaambia. Kama watii yale ambayo Mungu amewaambia, hilo sio kanisa. Linaweza likawa ni kanisa lakini la uongo. Sima nipata. Linaweza likawa ni kanisa lakini sio la kweli, la uongo. Kwa sababu kwa nini upate kuna lita la uongo? Maandiko yametuambia neno la Mungu ndio kweli. Isaya Yohana 17:17 inasema Baba watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Anasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Sasa neno la Mungu ndio kweli. Kwa hiyo mtu yeyote anayefanya kinyume na neno la Mungu, hii inakwambia nini? Tafasiri ya lile neno inakwambia nini? Uongo. Inakwambia huo ni uongo. Sijui nielewa. Inakwambia huo ni uongo. Yaani kinyume na neno la Mungu, kama kweli ni neno la Mungu, kinyume na neno la Mungu ni uongo. Ndio maana hata tukiapa, tunaapa haki ya Mungu. Kwa maana kwamba kwenye eneo la Mungu, kwenye neno lake, hapo ndio kweli. Ndio maana mahakamani ili uonekane unasema kweli, wanakuambia shika Biblia, nyanyua juu, wape. Sijui unielewa. Yaani maana naambia kwa mujibu wa hii kweli niliyoshikilia mkononi, ninayoenda kuyaongea ni kweli kama hii kweli. Unamaanisha wanaonena kwa lugha wanapingana na kweli ya Mungu. Ukishapingana na kweli, na huo ndio ukweli, wanapingana na kweli ya Mungu. Sasa wapo wengi wanakutazama, dunia nzima inakutazama kwa sasa. Mimi niko hapa niulize tu, kwa nini sina iko hivi. Ndio. Kunena kwa lugha ni neno la Mungu. Sijui mnipata mpaka. Ila likinenwa kinyume na neno linavyosema, linakuwa sio neno la Mungu. Maana yake linakuwa neno la uongo. Na tunajua uongo unatoka kwa nani? Kwa hiyo na kweli huyu mtu inawezekana ana roho, yupo katika roho kabisa, sina ugomvi na hilo. Lakini ni roho yupi alienayo? Wakorintho 14:30 ngapi na 2 nadhani natuambia roho za manabii, utii manabii. Korintho wa kwanza nizidishie hiyo 14:32 anasema na roho za manabii watii manabii. Sasa kama roho aliyeko ndani yako anakupenda kunena kwa lugha,
lazima atii kilichonenwa na manabii. Akitoka nje ya utiifu huo, huyo sio roho wa Mungu. Ni roho sawa, lakini sio roho wa Mungu. Ndio. Ni roho wa yule muongo. Sasa kuweka hili jambo sawa, ngoja turudishe kwenye nyuma huko kwenye historia. Wakati shetani amevaa mwili wa nyoka, anaenda kumdanganya Hawa. Au Eva. Alichukua maandiko kwenye Biblia. Kama Biblia ingekuwa imeandikwa kwenye manalia, maana alichukua mstari fulani wa maandiko. Mungu alikuwa amesema hivi: siku mkila siku haya hakika kufa mtakufa. Hiyo ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Nimesema hakika mtakufa. Sasa shetani alichokifanya unajua, alichukua neno la Mungu lile kwenye neno mtakufa akaongeza HA kwa Kiswahili. Ndio. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mtakufa ikawa sio mtakufa tena, ikawa hamtakufa. Sio, umenipata mpaka hapo? Ndio. Akasema hakika hamtakufa. Mungu anasema hakika mtakufa. Kwa hiyo kwenye neno mtakufa yeye akaongeza HA. Herufi mbili tu. Na zikabadilisha sentensi yote na zikaleta mauti yote tunayoyaona mpaka leo. Yaani tukisikia vita, makaburi, mahospitali, sijui vurugu zote, sijui magaidi, sijui nini, ni kwa sababu ya HA kwenye neno la Mungu. Umenipata mpaka hapo? Sasa leo mtu akileta hizi habari za kunena kwa lugha, ndio wote mnene kwa lugha, tafasiri hakuna. Unajua amevunja mistari mingi sana ya maandiko. Kwanza maandiko yamesema wawili au watatu, yeye akasema wote. Hiyo mstari umekufa. Yaani mstari mzima umefutwa. Sijui umenielewa? Alafu lazima awepo kutafasiri. Hiyo na yenyewe imekufa. Sasa kama HA zamu kwa zamu na yenyewe imefutwa kabisa. Kama HA ileta matatizo yale yote. Ndio. Haya tunayoyaona, sijui umenielewa? Ndio. Yaani watu ukiona mtu anakimbizana ni kwa sababu ya HA. Ukiona mama anazaa kwa uchungu ni HA. Kwa sababu ya HA. Ukiona mtu ana kansa ni kwa sababu ya HA ambayo ilitokea kwenye bustani ile. Kwa sababu ya hiyo HA. Sasa kama HA imeleta shida zote hizi tunazoziona zote hizi ni HA. Sasa hao waliofuta mstari mzima watatuletea nini? Sawa kabisa. Maana yake ni baraa kubwa kuliko neno lenyewe baraa. Ndio. Sasa nipata mpaka hapo. Na nimalizie wakati tunasonga mbele, labda niseme nimalizie, niseme kiukweli ni kwamba dunia imepatwa na matatizo ya kiroho kwa sababu wanaoitwa kanisa hawamheshimu Mungu wao, hawamheshimu Bwana wao. Hatuyasemi haya kuleta kashfa kwa watu au kufanya au kuwa kinyume na watu, lakini ndio ukweli ni huu hapa. Maandiko yanatudai, yalisema kama mlinzi ukiona hatari inakuja, ndio unapaswa uwaonye watu, ndio kwamba hatari inatokea upande huo, mkimbie. Ndio. Na usipowaonya, maandiko yalisema, nadhani kwenye Ezekiel kama sasa 3, usipowaonya ndio hao watu wakaangamia, Mungu atakudai damu yako. Lakini pia ukiwaonya na wasipoonyeka, wewe umeponya nafsi yako, alafu damu yao itakuwa juu yao. Kwa hiyo mimi nasema haya kuwaonya Wakristo wenzangu kwamba kanisa limevamiwa, kwa sababu kuna wengine wao wanaenda tu kanisani kwa sababu baba alimkuta anaenda kanisani, mama anaenda kanisani, akakuta baba ananena kwa lugha, mchungaji ananena kwa lugha. Sijui umenipata mpaka hapo? Mwingine akatoka zake huko kwenye ulimwengu akamwambia uokovu ndio huu hapa, naenda mtafuta Mungu, akaingia kwenye uokovu, akakuta haya yanaendelea, akazania huo ndio uokovu. Kwa hiyo nasema haya kwa maslahi ya hao, lakini pia kwa maslahi ya nafsi yangu, kwamba mjue kwamba huku kunena kwa lugha kumesema kwenye maandiko, ndio, na kumewekewa utaratibu. Ndio.
Naam, mtazamaji, kunena kwa maandiko kumeandikwa katika Biblia, lakini pia kuna utaratibu. Kwa yule mfuatiliaji ambaye unatufuatilia kwa sasa kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV, nikiwa na mchungaji Patrick Kipala kutoka kanisa la Ijue ile Injili ya Asili, tukiwa na mada yetu kujua maana ya kunena kwa lugha. Kuna nambari za simu hapo unaweza ukachangia kwa kutuma maoni, lakini pia kwa maswali na majibu ya papo kwa papo. Lakini sasa mchungaji Patrick Kipala, kuna maswali baadhi ambayo watazamaji wanatufuatilia kwa sasa. Na huyu si mwingine anaitwa Ana niko Morogoro Kihonda. Anasema kwamba mtumishi, nina swali. Mimi nilinena kwa lugha kwa mara ya kwanza nikiwa nyumbani, tena napika katika kumtafasiri Mungu, nikapokea nguvu mpya kumtafakari Mungu. Nikapokea nguvu mpya, nikanena kwa lugha kwa mara ya kwanza nikiwa peke yangu. Je, hapo ni dhambi kwa vile hakuna mtafasiri? Sasa mimi sijui uko nyuma kwako. Ndio. Lakini maandiko yanasema kanisani au kwenye hiyo mikutano ya hadhara. Hebu ndio nirudie lile andiko lisome kumjibu huyu msikilizaji wetu. Tulipokuwa tunasoma ni wa Korinto wa kwanza nadhani. Ndio. Au nianze 27. Au nianze tu 26 kabisa. Anasema basi imekuwaje mkutanapo pamoja? Mnapokutana pamoja. Sasa huyu alikuwa peke yake. Mimi siongelea walio huko kwako, mimi sijui. Lakini mkikutana pamoja, mkutana mkiwa watu wengi. Kila mmoja ana zaburi. Huyu ana zaburi. Kila mmoja ana zaburi. Endelea. Ana fundisho. Huyu ana fundisho. Ana ufunuo. Huyu ana ufunuo. Ana lugha. Huyu ana lugha. Ana tafasiri. Huyu ana tafasiri. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga, yatendeke kwa taratibu. Endelea. Kama mtu akinena kwa lugha. Sasa anaenda moja kwa moja kwamba mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, sio zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Alafu awepo mwingine kufasiri. Endelea. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa. Dada yangu wa Kionda, mimi naongelea kwenye kanisa au kwenye ana anatufuatilia na anatusikiliza au kwenye hayo makongamano ya kiroho. Huko tumewekewa utaratibu. Nyumbani kwako wala hata pale shughuliki nako. Hiyo hoja ishughuliki na nyumbani kwako. Wewe nyumbani kwako hata ukiamua kupiga mayowe, kuruka, kutembea juu ya viti, hiyo ni kwako. Sio, umenielewa? Huko na utaratibu wako. Lakini kwenye nyumba ya Mungu, kwenye kusanyiko la Mungu, Mungu kaeka taratibu. Ndio. Tuendelee, labda kama kuna swali jinginelo. Huku tukiendelea, nina swali mimi hapo. Kuna makanisa, si makanisa yote ambayo yananena kwa lugha kwa namna jinsi ulivyotueleza kwa kutenganisha vifungu mbalimbali. Je, kunena kwa lugha ndio ushahidi ya kwamba kuwa mtu ameokoka? Inaweza ikawa, lakini sababu si wote wanaonena kwa lugha. Je, kwa wale ambao hawaneni kwa lugha hawa hawajaokoka pia? Sawa. Vizuri. Inaweza ikawa na inaweza isiwe. Ndio. Kwa nini inaweza ikawa? Inaweza ikawa kwa sababu kunena kwa lugha ni kalama ya Mungu. Ndio. Lakini pia inaweza isiwe. Kwa sababu gani? Shetani naye huwa anaweza kuiga kalama. Ndio. Sima nipata mpaka hapo. Sasa kuna namna ya kujua kwamba hii ni ya kimungu na hii sio ya kimungu. Tuna mzani wa kupimia mambo yote. Neno la Mungu tunachukua kwa kunena kwa lugha kokote, iwe ni kule kwa Mungu au kule kwa Mungu sio kwa Mungu, tunaviingiza kwenye maandiko. Alafu maandiko yatachuja, yatasema huyu hajaokoka. Kwa sababu gani? Mtu aliyeokoka ni sehemu ya kanisa. Ndio. Sijui mnaelewa? Na kanisa ni wale wanaomtii Mungu. Ndio. Ni wale wanaomheshimu Mungu wao. Sasa kama wewe umeokoka, tunatarajia umheshimu Mungu alichosema. Ndio. Sijui nipata mpaka hapo. Kunena kwa lugha, unajua hata waganga wa kienyeji wananena kwa lugha. Hata mapepo yananena kwa lugha. Ndio. Sijui unaelewa? Kwa hiyo haitufanyi tuamini kwamba yeyote anena kwa lugha ameokoka. Kama ulivyosema, kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. Kuna neno kwa lugha ni karama. Kuna neno tafsiri ni karama. Kuna neno toa unabii ni karama. Kuna neno ona maono ni karama. Sasa vipi huyu anayeona maono lakini aneni kwa lugha? Tutasema ana Roho Mtakatifu na hajaokoka?
Ndio. Na yeye anaamini katika Ukristo wake. Katika Ukristo. Kwa maana mtu ananena kwa anaona maono. Hebu isoma haraka haraka. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 anasema basi pana tofauti za karama. Kuna tofauti za karama. Bali Roho ni yeye yule. Kwa hiyo karama hizi ziko tofauti tofauti. Ingawa ziko tofauti tofauti lakini zote zinatolewa na Roho mmoja. Tena pana tofauti za huduma. Alafu na tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Maana wahudumu kuna wainjilisti, kuna wachungaji, kuna walimu na mitume na kadhalika. Sio nipata mpaka hapo. Lakini wote ni Roho mmoja. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Ndio. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa ajili ya kumfaidia mwenzie. Sio nipata hata ukishia tu hapo. Nilikuwa najaribu kuonyesha kwamba tusije tukajifunga hapo kwamba kila anayeokoka lazima anene kwa lugha, kwa sababu ni kipawa ambacho Mungu anampa anayetaka. Unaweza ukapewa wewe, mimi sipewe, na mimi nikapewa kingine, na hata hivyo ndivyo ilivyo. Yaani ulichonacho wewe mimi sina, wewe una kabisa, lakini na mimi nilichonacho wewe pia au na tunategemeana. Mimi tegemea cha kwako na unategemea cha kwako. Nilikuwa naongea mara fulani nikasema kwamba kuna uwezekano wakawepo watu wawili. Mmoja ana hela benki, ila hajui kuandika cheki. Mmoja ana hela benki ila hajui kuandika cheki. Ndio. Na mwingine anajua kuandika cheki ila benki hana pesa. Sasa hao watu wakikutana inabidi tu wakubaliane. Alafu kila mmoja achukue majukumu yake. Kila mmoja ajue anampa mwenzie, amwambie mimi bwana najua kuandika lakini sina pesa benki. Wewe una pesa benki ila hujui kuandika. Sasa kuandika wote tunahitaji pesa. Mimi nikuandikie cheki. Ndio. Ukadraw pesa benki halafu ulete na mimi nikatie kidogo. Nimalize matatizo yangu. Ndio. Kwa hiyo na kwenye mambo ya kiroho ndivyo yali. Wewe unaweza kunena kwa lugha. Mimi siwezi kunena kwa lugha. Sijui unielewa. Nitahitaji kunena kwa lugha kunisaidie. Lakini mimi naweza kawa najua kuona maono. Kwa hiyo na utahitaji maono yangu. Kwa hiyo kila mmoja tugawiane. Tunategemeana. Pastor Kipara. Naam ndugu yangu. Kuna mchungaji, kuna mtumishi ambaye anatufuatilia kwa sasa anaitwa Dorcas kutoka kule Shinyanga. Na imani Dorcas ambaye unatutazama kwa sasa tayari umeshaelewa namna jinsi mchungaji alivyofafanua kwa swali lako japo sijalisema. Lakini mtumishi mwingine anasema kwamba je, kama unanena kwa lugha halafu nipo kanisani natakiwa niwe na mtafasiri kama watafasiri wanavyotafasiri lugha za alama. Yani anaponena kwa lugha akimaliza baada ya wewe mtafasiri ambaye ataweza kumtafasiria kile kitu. Ukweli ni kwamba kunena kwa lugha ni karama ambayo inategemea karama nyingine. Sawa. Na kama hakuna mtafasiri kanisani, umeambiwa kuna mambo mawili ya kufanya. Ndio. La kwanza ukae kimya. Ndio. Au umuombe Mungu. Ndio. Wewe mwenyewe akupe karama ya kutafasiri. Ndio. Ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa hiyo hatuwezi tukairuka. Ndio. Simeelewa. Yaani kama kuna kitu ambacho mimi kuna mambo mengine ambao wanawaambia watu kwamba kuna mambo mengine Mungu hajayafafanua kutosha. Yaani anatuachia tu fursa ya wahubiri kwamba na wenyewe waingie waonekane wapo kwenye utumishi. Ndio. Simeelewa. Lakini jambo ambalo Mungu amelifafanua vizuri sana kutosha, yani kutokubakiza swali lolote, ni kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Iko Mungu haja, yani ameweka kila kitu, yani kila uzuri unaotoa kwamba mimi sasa nikinena kwa lugha hamna tafasiri, hamna kutafasiri na kuaje. Kama hamna kutafasiri niombe, nitakupa kibali cha wewe kutafasiri. Lengo tu kunena kwa lugha kutoa tafasiri. Sio, umenielewa? Okay, unasema sasa tunaweza sote tunene tu, anasema wanene wawili, mmoja, tatu. Awe mmoja, wawili, watatu mwisho. Na hao watatu msinene zigzaga. Anene mmoja, akimaliza anene mwingine, akimaliza anene mwingine, alafu mmoja atoe tafasiri. Sasa haya naye tunahitaji profesa kutoka Amerika aje kufundisha. Lakini pia kuna swali jingine nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtumishi, naomba kuuliza ni kwa nini Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 na ule mstari wa 34 inaonyesha wanawake hawapasi kunena kwa lugha? Umetafasiri makosa. Hiyo hajasema wanawake hawaruhusiwi kunena kwa lugha. Hebu isome 10.
Wakorintho wa kwanza 14:34. Ndio. Nasema wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena. Kinachozuiliwa hapo sio kunena. Kinachozuiliwa hapo ni kuhubiri. Kuhubiri. Na ukitaka kujua hiyo maandiko wewe nitafasiriwa na maandiko. Ukitaka kujua hapo rudi Timotheo sura ya 2 mstari wa 8. Itasema itatafasiri hiyo. Sio kunena kwa lugha. Kunena kuna kuongelewa hapo ni kuhubiri au kusalisha. Usome mpendo wa haraka. Sio kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Anasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Sikia, anasema nataka wanaume wasalishe kila mahali. Endelea. Huku akiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Endelea. Vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Endelea. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na haruru wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama yapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Anasema mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Endelea. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Nadhani ungekazia hapo. Wala kumtawala mwanamume. Anasema simpi ruhusa mwanamke ya kufundisha. Kwa hiyo kinachozuiliwa hapo sio kunena kwa lugha. Kinachozuiliwa hapo ni kusalisha, kufundisha, kuhubiri. Ndicho kinachozuiliwa hapo kwenye Wakorintho wa kwanza 10:4. Anapoongelea kunena anamaanisha kuhubiri. Ndio kwamba mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Hiyo ni maandiko sio hii. Ndio. Kama mwanamke haruhusiwi kuhubiri, lakini pia tumeona sasa kwa sasa kuna wanawake wengi ambao wamejitokeza, ni wachungaji na kuna upako pia wanawatolea watu na kuna miujiza ambao wanaitenda na wamekuwa kivutio cha watu wengi sana kwa injili ambayo wanakuwa wanaitoa. Je, haya ni makosa? Mwanamke hajapewa nafasi bado? Na kuna pia naomba hili tu niongee tu hivyo kati ya mambo ya hatari ndio ambao wanaoitwa kanisa wameingilia ni kuruhusu wanawake kuhubiri. Sasa sina wakati mzuri lakini nataka niseme hivi kujibu swali lako. Mwanamke wa kwanza kutamkwa kwenye Biblia kuhubiri ndio alikuwa ni Yezebeli. Ndio. Na baada ya Yezebeli hatuoni mwanamke yoyote akihubiri tena mpaka 1919 baada ya vita ya kwanza ya dunia. Baada ya vita ya kwanza ya dunia ndio tunaanza kuona mwanamke anaanza kuhubiri. Sasa rudi kwenye historia yako ya maandiko. Yezebeli alipohubiri na Elia alikuwa anahubiri. Elia Mtishibi alikuwa anahubiri. Mwisho wa hesabu Elia Mtishibi alijikuta amebaki peke yake. Alafu Yezebeli na watu Israeli nzima wako kwa Yezebeli. Sasa nilipata mpaka hapo. Elia mpaka akapiga kelele kwa Mungu, akasema Mungu nimebaki peke yangu, sasa usinichukue. Watu wote wamuelekea Mungu Baali. Mungu ndiye anamwambia usijali Elia, kuhangaika. Unao watu 7,000 ambao hawajapiga goti kwa Baali. Sasa wazia taifa ambalo lilikuwa linaitwa taifa la Mungu linalomjua Mungu. Lina watu zaidi ya milioni 2. Mungu na mtumishi wake Alali alijikuta na watu 7,000. Halafu Yezebeli na taifa lote lilobaki. Umenielewa? Sasa najibu nini? Najibu hoja yako kwamba mbona tunaona wanaokoka wanakuwa wengi na wanawake ni kanuni, ni roho. Yaani huku lazima waende wengi kwa wanawake, lazima waende wengi, alafu kwa Mungu waende wachache. Ndio kanuni. Umenielewa? Na tunajua mlango ni mwembamba na njia imesonga ienda uzimani huku. Kwa hiyo kwao kupata wengi hiyo ni sawa, wanapaswa wapate wengi, ila wa kweli mnapaswa mjue, wale wa kweli walio wa Mungu, wale wachache wa Mungu, mnapaswa mjue kwamba mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Sawa, mwanamke haruhusiwi kuhubiri, na imani kuna wengi wanajiuliza maswali ya kina, na kuna wengine kila mmoja ana tafasiri yake. Hapo tutakuja tuandae kitu ili watu waweze kuelewa zaidi, lakini tujikite kwenye mada yetu, maana kunena kwa lugha. Na mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa, kuanzia mwanzo hadi tunapoendelea kufika ukingoni katika kipindi hiki, na imani unatamani na una shauku kubwa sana kipindi hiki
kiendelee zaidi, lakini kutokana na muda tulionao tunapoelekea ukingoni sasa nini ambacho unakihasa sasa kwa waumini na watumishi wengi kuhusiana na hili swala la kunena kwa lugha? Wewe ni mchungaji na unakutana na watu wengi sana. Ndio. Ambacho nataka niseme ni hiki hapa. Tuonyo kwenye maandiko kwamba tusiyaongezee wala tusiyapunguze. Ndio. Yeyote ambaye anakusudia kuokoa nafsi yake kama ni Mkristo, anapaswa tu atambue kwamba maandiko yamesema kunena kwa lugha ni wawili au watatu na sio zaidi ya hapo. Nje ya hapo umepita mlango ambao sio wenyewe. Ndio. Na saizi watu wana misemo yao, nasema kama ni mwanaume umeingia kwenye choo cha kike. Lakini mhubiri ndio. Sidhani kama tunahubiri ili kufurahisha watu. Ndio. Hatuhubiri kufurahisha watu, hatuhubiri kujipatia maslahi ya kimwili. Ndio. Tunahubiri ili tuokoe nafsi za watu. Tumeitwa ili tuokoe nafsi za watu. Ndio. Na njia pekee ya kuokoa nafsi za watu ni kuambia iliyo kweli na kuwakataza yasiyo kweli. Kwa hiyo tukubaliane wahubiri kwamba hebu turudi chini, tuambie watu nyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe, bila kujali itawakera, itawauzi au itawafurahisha. Lakini jambo moja ni kwamba tutimize mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni. Na mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni ni neno lake. Hebu tuwape watu neno lake. Hivyo tu ndege kuwa usia wangu kwa Wakristo wenzangu waenda kanisani na wasioenda kanisani, kwa wahubiri na wasio wahubiri, kwamba neno la Mungu ni neno la Baba yetu, ni neno la kuheshimiwa na tunapaswa tulitii. Hiyo ndio inathibitisha Ukristo wetu. Na hilo tu ningemalizia kwenye hicho. Ungemalizia kwa hicho kwa kuwasihi watazamaji ambao wanatufuatilia licha muda wetu kuwa mfinyo, lakini bado tulikuwa na mengi zaidi ya kuweza kuzungumza. Na watu sasa wakihitaji kumpata Patrick, mchungaji Patrick Kipara kule anakotoka na sehemu alipo, ili kuweza kupata mafundisho yako kwa kina zaidi. Ndio, naweza kanitafuta kwa namba zinazo hizi 0765 0338887. Narudia tena 0765 0338887. Lakini pia tuna laini nyingine ambayo unaweza kutafutia ni 0692 784 111. Narudia tena 0692 784 111, yani 1 mara 3. Ndio. Na kwa walioko Mwanza, hiki kinachohubiri tumesambaa duniani kote. Kokote utakapokuwa duniani, wewe ni tafute kwa namba hiyo, alafu nitakuelekeza wapi ambapo wanafundisha kama hichi ambacho nimefundisha, wapi wanahubiri kama hiki ambacho nimehubiri. Kwa walioko Mwanza sasa, tuko Mwaloni, barabara ya tuko Kirumba, barabara ya Mwaloni. Tumetizamana na Mkombozi Feri. Utaona kuna kibao hapo kimeandikwa ile injili ya asili. Ukichanganyikiwa kidogo, waulize mabodaboda wa Mkombozi Feri pale, watakuonyesha ile injili ya asili kanisa lilipo kwa wakazi wa Mwanza. Lakini kote nchini tupo na kote duniani tuko. Ndio. Na kwa hiyo kutupata, tutafuteni kwa namna hiyo. Na asante sana mchungaji Patrick kwa ushirikiano wako na kuwepo siku ya leo pamoja na msomaji wetu ambaye alikuwa ndio ambaye alikuwa anatupitisha kidogo. Ndio. Sawa kabisa, tumefika ukingoni na kila mmoja ambaye anatufuatilia kwa sasa kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, na hapo ndipo tumefikia mwisho ama tamati katika kipindi hiki. Lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine tena. Na imani una maswali mengi sana umekuwa ukijiuliza, na kuna watu wengi mmeshusha maswali mengi hapa. Lakini tutaandaa mada ambayo pia itatuelewesha zaidi kuhusiana na swala hili ambalo tulikuwa tunalizungumza siku hii ya leo. Tunaenda mapumziko kidogo na kisha tutarudi, lakini kabla kwenda mapumziko tufunge kipindi chetu kwa maombi. Baba yetu mwema, Mungu wetu mpendwa na Mwokozi wetu Yesu Kristo, asante kwa wema wako, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya leo tusikiliza na kutizama kwa siku ya leo. Neema yako hebu na imfunike kila mmoja Bwana, kutosha Bwana
kuamsha moyo wake na kujua kwamba hakuna wokovu isipokuwa kutii na kuliheshimu neno lako. Baba wa mbinguni, wabariki watu wa kituo hiki kwa kutukaribisha mahali hapa na kutupa fursa ya kutangaza ujumbe wako. Hebu neema yako Bwana na ikawa na kila mmoja, na Roho Mtakatifu akafuatilia neno lako na kulithibitisha katika mioyo ya wanao na binti zako. Hebu akaamshe hali ya kuitafuta neno lako na kweli yako mpaka watakapoipata. Amen. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Ndio. Na mtazamaji, na hapo ndipo tumefikia mwisho ama tamati. Usiondoke kwenye luninga yako hapo. Tutarejea tena baada ya mapumziko kidogo katika kipindi kingine. Amen.